Mheshimiwa, tunakwenda Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mwite Mheshimiwa Onesmo Modson Mkondia, mbunge wa Mbozi, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wananchi wangu wa jimbo la Mbozi, naomba swali langu la msingi la namba 100 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Daktari Nyansao, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kuzungumza mbele ya bunge lako, naomba nitumie wasaa huu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniteua kuwa mbunge, lakini pia kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Onesmo Mkondia, mbunge wa Mbozi, kwanza kwa namna anavyofuatilia swala la malipo ya fidia ya wananchi waliopisha eneo letu la JKT Itaka iliyoko Mbozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inakiri kufanya uthamini katika maeneo ya kikosi cha 845 kg kilichopo Itaka JKT ili kulipa fidia kwa wananchi wanaotarajia kupisha maeneo hayo kwa ajili ya matumizi ya jeshi letu. Uthamini huo ulifanyika mwaka 2022 na kuidhinishwa na mthamini mkuu wa serikali, yani Chief Valuer, mwaka wa fedha 2023/24 ukihusisha maeneo ya vijiji vya Sasenga, Mboji na Itewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla kuu ya gharama ya fidia kulingana na mthamini mkuu wa serikali ni shilingi bilioni 5,715,942 na 200. Kati ya fedha hizo zimegawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza litalipwa shilingi bilioni 3,491,271 na 800. Hii ni kwa ajili ya kuwalipa fidia wananchi wapatao 312 katika kijiji cha Sasenga. Lakini pia shilingi milioni 74,358 na 600 inawalipa wananchi 4 katika kijiji cha Mboji. Lakini mwisho ni shilingi bilioni 2.15 ambayo hii inawalipa wananchi 150 katika kijiji cha Itewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, majedwali ya uthamini au valuation ya kulipa fidia yamewasilishwa tayari hazina kwa maana ya Wizara ya Fedha ili taratibu za uhakiki na ulipaji ziendelee. Aidha, wizara inaendelea kuwasiliana kwa karibu na wenzetu wa Wizara ya Fedha ili kuhakikisha wananchi wetu wanalipwa fidia zao kulingana na uthamini uliofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, inaomba wananchi hawa waendelee kuwa na subira katika kipindi hiki ambacho serikali inashughulikia swala lao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Onesmo Mkondia, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru serikali kwa majibu mazuri ambayo wanaendelea kuyatoa, lakini naomba niwe na maswali mawili ya nyongeza kwa waziri wangu wa ulinzi. Swali la kwanza, Mheshimiwa Waziri, wananchi hawa toka mwaka 2022 wamekuwa na uvumilivu wa hali ya juu sana. 2023, 2024, 2025 na leo 2026 mnawaambia waendelee kuvumilia, waendelee kuwa na subira. Hii subira mpaka lini watapewa fedha zao wananchi hawa ambao wana shida sana? Swali la pili, wananchi hawa pia wana madai ya kwamba ardhi yao imepanda thamani kwa sababu ya kucheleweshewa malipo yao, na wengine wakidai ardhi yao warudishiwe waweze kuiendeleza na kuitumia
Je, Mheshimiwa Waziri, uko tayari mimi na wewe tuandae mkutano kwa ajili ya wananchi hawa, tuonane nao, tuzungumze nao, pengine wape majibu zaidi ya serikali kwa ajili ya madai yao ya bilioni 5.7? Majibu kwa kifupi, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikiri kwamba kweli wananchi wetu wa Itaka wamekuwa wavumilivu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeipa kipaumbele hili swala, na ndio maana tayari tulishawasilisha fedha hizo za bilioni 5.7 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanalipwa, na tayari tuliweka kwenye bajeti iliyopita. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inafanya, kwa maana ya wizara yetu ya ulinzi, inafanya mawasiliano ya karibu sana na Wizara ya Fedha ili kuhakikisha kwamba kabla mwaka wa fedha haujaisha wananchi wetu wawe tayari wameshaanza kulipwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia swali la pili, Mheshimiwa mbunge ameomba niweze kuambatana naye kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wetu wale. Nami Mheshimiwa Mwenyekiti, niko tayari kwa ajili ya kuambatana na Mheshimiwa mbunge ili tuweze kutafuta suluhu na maswali ambayo wataweza kuuliza na kutoa ufafanuzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako. Tunakwenda Wizara ya Afya.